Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan apandisha mishahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1 kutoka shilingi 350,000 hadi 500,000. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepandisha kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1 kutoka shilingi 370,000 ya sasa hadi 500,000 ambacho kitaanza kutumika Julai mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi kitaifa yanafanyika mkoani Singida. Akizungumza na watumishi na wananchi waliofika katika kilele hicho cha maadhimisho ya Mei Mosi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akatangaza kupanda kwa kima cha chini cha mshahara kwa asilimia 35.1, kauli ambayo ilikuwa ikisubiriwa na wafanyakazi wengi na watumishi. Mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta usawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu, lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Lakini pia akatoa agizo kwa wizara zinazohusika na kuwasimamia wafanyakazi. Kwa serikali imepokea ushauri wa TUTA kuhusu kusimamia kwa karibu ajira za muda mfupi ili kuhakikisha zinazingatia viwango vya ajira zenye staha. Hivyo ninaagiza wizara zinazohusika ziendelee kusimamia kamilifu eneo hili ili wafanyakazi na serikali tuendelee kunufaika na utekelezaji wa mikataba hiyo. Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu, akatoa wito kwa wananchi kushiriki kikamilifu kuchagua viongozi bora. Niwaombe mjitokeze kwa wingi ili kuchagua viongozi walio bora, waweze kulinda na kutetea maslahi yenu. Tayari awamu ya pili ya zoezi la kuboresha daftari la wapiga kura imeshaanza. Hivyo wale ambao hawajajiandikisha au kuboresha taarifa zao awamu ya kwanza, niwaombe mjitokeze kwa wingi kujiandikisha ili tusije kupoteza haki ya kikatiba ya kupiga kura. Nao baadhi ya watumishi wakaonesha kufurahishwa na kupanda kwa kima cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi. Kiachilia mbali tamko la Mheshimiwa Rais kwamba mishahara imeongezwa ngazi ya chini, kima cha chini, lakini pia ngazi nyingine ataongeza hatua kwa hatua kuanzia mwezi Julai. Kwa hiyo mkulima amenufaika, mfanyakazi naye amefanika. Kwa kila mtu hapa amenufaika kivyake vyake. Kwa sisi watendaji wa serikali ambao tuko wizarani, maana yake Mheshimiwa Rais ameshasema ataongeza hiyo fedha. Na hiyo fedha inatoka wapi? Maana yake haitoki angani. Ni kazi yetu tena sisi wafanyakazi wa Tanzania ambao tunatakiwa tufanye kazi kwa jitihada na hali kubwa ili kuhakikisha kwamba ile fedha ambayo mama ametuongezea inaweza kuongezeka zaidi kwa hiyo kazi kubwa ambayo tumeifanya. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limewataka wazazi na walezi nchini kuhakikisha wanatimiza wajibu wa kuwasimamia watoto ili kuwajenga katika misingi bora ya dini ya Kiislamu kama yalivyoelekezwa katika kitabu kitukufu cha Qur'an. Tupate taarifa zaidi.
Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Walidi Al-Hadi Omar ametoa wito huo katika uzinduzi wa mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'ani ya kitaifa kwa wanawake watu wazima yanayoandaliwa na taasisi ya Ummul Mu'minina Aisha Foundation. Wakina mama sasa, nendeni mkashikamane, mtu overtake. Nendeni mfanye kazi yenu. Na ndivyo aliofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nenda kasome vitabu vya sera, Nisa'u haula ar-rasul. Nisa'u haula ar-rasul. Kaone kazi iliyofanywa na wanachuoni wa kina mama, wacha Mungu wa kina mama, mahufadhi wa kina mama, mahukamu wa kina mama. Mwenyekiti wa tuzo za kimataifa za kuhifadhi Qur'an Tanzania, Sheikh Uthman Kaporo, ambaye pia ni mlezi wa taasisi hiyo, amesema dunia iko katika harakati mbaya za mmomonyoko wa maadili, hivyo pamoja na kujenga misingi bora kwa vijana na watu wazima, pia wanahusika katika kukumbushwa kwa kupitia mafunzo ya Qur'an. Tujaribu kuhamasisha jamii washikamane na Qur'ani katika matendo yao ya kila siku. Jamii iishi Qur'ani katika maisha yao ya kila siku. Tukiishi Qur'ani katika mazingira ambayo yaliokuwa yako anayotaka Mwenyezi Mungu na Mtume, amani itatawala. Kwa sababu amani inatawala katika sehemu palipokuwa na tabia nzuri. Na Qur'ani kazi yake ni kuifanya tabia kuwa nzuri. Taasisi hii ya Umaif makao makuu yake yapo katika wilaya yetu hii ya Ilala, na ni taasisi ambayo kimsingi inafanya kazi kubwa katika kulea na kuelekeza misingi ya ipendayo Allah na kuiridhia, na ni taasisi ambayo inapambana yenyewe kama yenyewe na bado haijapata wa kuweza kuwashika mikono, pamoja na kazi kubwa na muhimu wanayoifanya kwa ustawi mzuri wa nchi yetu. Mafanikio haya hayajapatikana kirahisi. Ziko changamoto kadha tunazokabiliana nazo, lakini changamoto kubwa zaidi ni changamoto ya rasilimali fedha. Hivyo tunaomba sana wadau wa kheri kutuunga mkono zaidi katika kufanikisha mashindano haya makubwa na ya kipekee ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa kina mama watu wazima. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Mohamed Ali Kawaida amewataka wataalamu wanaotekeleza miradi ya serikali hapa nchini kuhakikisha fedha zinazotolewa na serikali wanazisimamia ipasavyo kwa kutekeleza miradi hiyo kwa viwango vinavyotakiwa. Kawaida anasema hayo mara baada ya kutembelea mradi mkubwa wa maji wa mabadiliko ya tabia ya nchi ambao unatekelezwa mkoani Simiyu kwa shilingi bilioni 440, ambapo mradi huo unatarajiwa kusambaza maji katika wilaya 5 za mkoa wa Simiyu, na kwa awamu ya kwanza utawafikia wakazi wa wilaya ya Bariadi, Itilima na Busega. Lakini pia nitoe wito kwa wataalamu wengine ambao wameaminiwa katika miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba fedha hizi, Mheshimiwa Rais anayo mambo mengi ya kufanya. Yapo mambo ya elimu, kuna mambo ya miundombinu ikiwemo barabara na mambo mengine. Lakini ameamini kuleta fedha hapa ili wananchi wake wa mkoa wa Simiyu na wilaya hii ya Bariadi na nyinginezo waweze kupata utatuzi wa maji. Hivyo waende wakatimize malengo na dhamira yake ya kuleta fedha hizi kwa kuzisimamia na kuhakikisha kwamba unakwenda kutekeleza lile tunasema lile dhumuni kubwa lilokusudiwa katika utekelezaji wa mradi huu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kuona mkoa huu na changamoto kubwa ya maji na kilio kikubwa cha wananchi wetu ni maji, hivyo alileta fedha hapa bilioni 440 kuhakikisha mradi mkubwa wa kimkakati unajengwa. Na mradi huu, ndugu mwenyekiti, utaanzia wilaya ya Busega ambako ndio itakuwa intake, chanzo cha maji, na utaenda kusupply maji katika mkoa wote wa Simiyu. Wakizungumzia faida watakazozipata mara baada ya mradi huo kukamilika, wananchi wa wilaya ya Bariadi na Meatu wanasema mradi wa Ziwa Victoria tutajivunia kwa sababu maji ya Ziwa Victoria hayana chumvi. Ni maji safi yaliyosafishwa. Wananchi wa Simiyu hatutapata tena maji ya chumvi. Maji tunayokutana nayo huku tunayotumia kwa sasa hivi mengi ni maji tunayotumia ya chumvi, lakini maji yatakayotoa Ziwa Victoria hayana chumvi. Kwa maana hiyo
tunategemea kupokea mradi mzuri, maji mazuri yatakayotusaidia. Lakini katika mkoa wa Simiyu, wewe umeona ni Utatu Mtakatifu uliotulia. Chama na serikali, chama na jumuiya, umeshuhudia wewe mwenyewe hapa. Akiwa mkoani Simiyu kawaida, alitembelea mradi wa vijana wa wilaya ya Bariadi na kuzungumza na wananchi wa wilaya ya Itilima katika mkutano wa hadhara. Nikiripoti kutoka hapa Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Tabora, Paulo Chacha, amevitaka vyama vya ushirika mkoani humo kujikita zaidi katika mifumo ya uwekezaji wa kidigitali na kujiendesha kibiashara kwa kutumia rasilimali walizonazo badala ya kutegemea huduma za vyama vya msingi pekee. Tupate taarifa zaidi. Paul Chacha ametoa wito huo wakati akifungua mkutano mkuu wa 7 wa chama kikuu cha ushirika wa wakulima wa tumbaku Milambo, ambapo katika hotuba yake ametumia muda mwingi kuzungumzia kuhusu vyama vya ushirika, hali za wanachama wake kiuchumi, pamoja na kurahisisha huduma kwa wakulima, huku akisisitiza ni lazima vyama vya ushirika viwe na nguvu kwa kuwa vina jukumu la msingi kuondoa wanachama wake kwenye wimbi la umaskini badala ya kuwaacha wakiendelea kulalamika, kauli ambayo inaungwa mkono na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora, Said Nkumba. Fanyeni kazi na kazi wape matunda. Usiwe mtumwa unalima miaka yote hakuna matunda. Maana yake nini sasa? Siwache hicho kilimo. Mnajipa target miaka 3. Lazima muwe na LX inapaki kwa usemi kwenu. Miaka 2 lazima muwe na ofisi ya kisasa. Kwani mnatafuta ili mpeleke wapi? Wakulima wetu kupitia vyama vyao vya msingi wameweka mikataba, na hiyo mikataba vile vile ndio wazi kabisa kwamba baada ya mauzo kuna muda wa malipo. Tunaelekeza serikali iendelee kusimamia kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanalipa kwa wakati. Akitoa taarifa ya mwaka ya chama kikuu cha ushirika Milambo, katibu wa chama hicho Innocent Tibesigwa amesema licha ya chama hicho kupata mafanikio ikiwa ni pamoja na kupata hati safi, bado kinakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo ucheleweshwaji wa mikopo ya benki kwa wakulima, lakini pia baadhi ya kampuni za ununuzi wa tumbaku kutofuata taratibu. Changamoto unakuta chama cha msingi kimeingia mikataba minne na kampuni tofauti na tunakuta chama kikuu na ofisi ya ushirika tunakuwa tuna taarifa. Lakini kipengele namba 6 ni changamoto ya mikopo ya benki. Tunashauri kwamba ukomo wa madeni ambao unaandaliwa uwe na kiasi cha kwamba unakuwa na nafasi ya kuweza kupokea mabadiliko madogo madogo ambayo ili kuwezesha wakulima watakapolima basi wale ambao nasili na wenyewe wanaweza kupata pembejeo zao. Hata hivyo, baadhi ya wakulima wamekuwa na mitazamo tofauti katika kuboresha kilimo cha zao la tumbaku. Ijaribu kufanya masoko yawe huria, ambayo tuwe tunafanya masoko ya mnada. Tumbaku iwe na kusanywa sehemu moja. Makampuni yote yaliyoingia Tanzania yaje kufanya ushindani. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Wafanyakazi mkoani Mara wameaswa kudai haki zao huku wakitakiwa kuzingatia kutekeleza majukumu yao ipasavyo, kwani serikali tayari imehakikisha yaliyokuwa madai ya msingi ikiwemo upandishwaji wa madaraja kwa wafanyakazi na kero zingine zinaendelea kutatuliwa. Hii ni siku ya wafanyakazi, ama kweli kwanza ni kazi na dawa. Adhimisho ya siku ya wafanyakazi yanabebwa na kauli mbiu ya uchaguzi mkuu 2025, utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Na hapa licha ya pongezi hizi kutolewa, ombi kwa serikali ni baadhi ya changamoto ndogo ndogo kurekebishwa ili kuhakikisha mazingira ya mtumishi yanampa aweni awapo kazi. Tunatoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kuzingatia upandishaji wa madaraja. Hata kwa mwaka huu 2025 tunatazamia madaraja ya utumishi yatapanda. Ombi letu kwa serikali ni kwamba iweze kutoa nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi. Tunapokwenda mara kwa mara, tunapokuwa na changamoto za utumishi, zimekuwa zikitatuliwa kwa wakati
bila kuwa na kona. Changamoto ya kutokupata nyongeza ya mishahara, na kwa mwaka huu tunashukuru sana Mheshimiwa Rais ametupa nyongeza ya mishahara kwa watu wa kima cha chini 35.1, sio jambo dogo. Lakini pia pongezi hizi hazikuwa nyuma kwa kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi hapa nchini. Mambo ambayo yamezungumzwa hapa, yale ambayo serikali imeyatekeleza, nimekuwa mstari wa mbele kuyasemea ya kwamba sisi kama jeshi lake tuko imara katika kufanikisha malengo ya nchi yetu. Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi katika maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi ndio mgeni rasmi, na hapa anasema serikali inatambua zaidi jitihada za wafanyakazi hapa nchini. Aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua za kuboresha maslahi ya wafanyakazi, ikiwamo upandishwaji wa madaraja, kubadilishiwa miundo au kada na kulipa malimbikizo ya mishahara kwa watumishi. Serikali ililipa malimbikizo ya mishahara, yani salary arrears, yenye thamani ya shilingi bilioni 2.5. Mkuu wa Mara Kanali Evans Mtambi akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya anawataka wafanyakazi kuhakikisha wanatanguliza maslahi ya utumishi wakati wakidai haki zao. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amemwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kuhakikisha kuwa majedwali ya malipo yanayopelekwa wizarani 80% iwe malipo kwa ajili ya makandarasi wa ndani. Waziri Ulega ametoa agizo hilo jijini Dodoma wakati akizungumza na wakandarasi wazawa, ambapo amesema maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wakandarasi wazawa na washauri elekezi wanapewa kipaumbele katika sekta zote za ujenzi. Nataka nirudie kuhakikishieni, hata juzi tulikuwa na Wizara ya Fedha. Najua fedha zenu nyingi sana ni zile zinazotoka katika mfuko wa barabara. Mimi na katibu mkuu na management tumekaa mkutano pia vile juzi, siku kama 4-5 zilizopita na wenzetu wa Wizara ya Fedha. Hapa karibuni tulipata fedha kiasi cha shilingi bilioni 42, bilioni 37. Tumezitawanya mikoani. Hapa karibuni tutaendelea kupata tena, kuhakikisha kidogo kidogo, lakini lazima mulipwe fedha zenu. Hapa Waziri Ulega anaeleza mikakati ya serikali kwa wakandarasi wazawa na washauri elekezi ili waweze kunufaika na miradi inayotolewa hapa nchini, ili kuwatengenezea dirisha lenu litakalokuwa na mazingira rafiki, litakalokuwa na uwezekano wa kuwasaidia kuweza kupata fedha za kufanya kazi zenu kwa urahisi. Kwa sasa hivi bado mabenki sio rafiki, na wao wanasema kazi hii ina riski kubwa, hawana uhakika kama hela wakiwakopesha itarudi. Lazima tulitafutie jawabu jambo hilo. Nao baadhi ya wakandarasi waliohudhuria mkutano huo wakawa na haya ya kusema. Tumewapa mikakati mbalimbali ya namna kukuza wakandarasi wa ndani, na inawezekana kwa sababu wale si kwamba waliumbwa na Mwenyezi Mungu kuweza, alafu sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu kutokuweza. Ni kwamba kuna mazingira wezeshi yaliyowafikisha hapo ambapo wanaonekana wanaweza. Kwa hiyo lazima mazingira hayo na sisi tuyapate, yaweze kutuwezesha tuweze kufikia hapo, na baadaye kazi hizo zinafanyika hapa. Zikifanyika hapa faida ni nyingi. Moja, fedha zitakuwa zinazunguka ndani ya uchumi wetu, hazitakuwa zinatoka nje. Lakini pili, vijana wetu watapata ajira ya kutosha. Wazo hilo ni zuri sana, lakini wasiingie makandarasi tena kutoka nje, na itafutwe mbinu nyingine. Ibaki ukisema mkandarasi mzawa ni sawa na mimi na wewe, tunajuana kwamba ni mzawa. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, na katika michezo tunaelezwa kwamba timu ya Yanga imetoa ubingwa wa Kombe la Muungano baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya JKU katika mchezo wa fainali uliochezwa jana Mei Mosi 2025 kwenye uwanja wa Gombani kisiwani Pemba. Maxi Zengeli ndiye aliyefunga bao pekee lililoipa Yanga ushindi huo dakika ya 45 akimalizia pasi ya Faridi Musa. Kwa kutoa ubingwa huo,
imeifanya Yanga kuwa kinara baada ya kulibeba kombe hilo mara 7, ikifanya hivyo mwaka 1983, 87, 91, 96, 1997, 2000 na sasa 2025. Wakati Yanga ikibeba ubingwa na kukabidhiwa kiasi cha shilingi milioni 50, kiungo wa timu hiyo Mudathir Yahya ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mashindano, huku Maxi Zengeli akiwa mfungaji bora akifunga mabao mawili licha ya kulingana na Fredi Suleiman wa JKU, kwani kanuni zimembeba baada ya kufunga bao lililowapa ubingwa. Mwisho wa taarifa yetu katika kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.